Unapoizungumzia Al Ahly utabaini kwamba kila mchezaji anayepata nafasi ya kuanza kwenye kikosi chao chini ya kocha JS Toure ni mkali, ni wa kuchungwa, anaweza kuleta madhara wakati wowote. Hapa tukianzia eneo la golini ambapo wana golikipa wao Mohamed El Shenawi au Mustafa Shobir, ambao wao licha ya uwezo mkubwa wa kucheza kwa usahihi mipira inayopigwa kuelekea langoni kwao, lakini pia wana mchango mwingine kwa timu yao, ikiwa ni pamoja na kupiga mipira mirefu inayokwenda moja kwa moja kwa washambuliaji wao. Mabeki wao pembeni tunazungumzia Nabil Ahmed Koka, tunazungumzia Mohamed Hani, ni mabeki wa pembeni kulia na kushoto, lakini wana uwezo mkubwa. Pindi timu yao inaposhambulia, wao wanapanda, wanakuwa kama ma playmakers, wachezeshaji, na kuwa chanzo cha utengenezaji wa fursa za mabao. Na mfano mzuri ni katika mechi iliyopita ambapo Yanga walipoteza kwa mabao 2-0. Bao la kwanza lilitengenezwa na beki wa kulia Mohamed Hani, pinpoint cross ilikwenda moja kwa moja kwa Mahmoud Trezeguet aliyeweka mpira wavuni kwa kichwa. Lakini eneo lao la kiungo unazungumzia kina Aliou Dieng, Marwan Atia, Ashraf Ben Shaki, Ahmed Zizo, lakini vile vile unazungumzia kina Gladisa. Kwa pamoja wote wamekuwa na hatari kubwa. Lakini pia mabeki wao wakati Yasa Ibrahim, tunazungumzia pia Yasin Marei, wote kwenye mipira ya kutenga wao ni hatari zaidi, maana urefu wao around futi 6. Yasa Ibrahim ni futi 6, lakini Yasin Marei futi 5 na inchi 11, imebaki inchi moja kutimiza futi 6. Ni wazuri katika kucheza mipira ya kutenga hasa ya kona. Lakini pamoja na wote hao kuna huyu mwamba, huyu Mahmoud Trezeguet, huyu ndiye balaa zaidi. Tunapozungumzia wachezaji wa kuchungwa, basi kwa vyovyote vile kuelekea mechi ya Yanga dhidi ya Al Ahly kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar siku ya Jumamosi, basi Trezeguet ana sifa ya kuwa miongoni mwa wachezaji wa kupewa ulinzi maalum endapo tu Yanga watakuwa wamepania haswa kwa vitendo chini ya kocha wao Pedro Gonçalves kuwapa furaha wananchi, kuwapa furaha wa Tanzania kwa kupata matokeo mazuri katika mchezo huu na hasa ya ushindi. Ndiyo, ni kwa sababu gani? Mahmoud Trezeguet ambaye mgongoni jezi yake ni nambari 7 anapokuwa uwanjani, kwa mfano katika mechi iliyopita dhidi ya Yanga akifunga mabao yote mawili, yeye ndiye aliyekuwa nahodha kwenye mpangilio wao baada ya golikipa. Kwa mfano katika mechi iliyopita walianza baada ya golikipa, wana walinzi 4, viungo wawili wa ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja ambaye alianza kijana Marwan Osman akicheza mechi yake ya kwanza baada ya kusajiliwa wakati wa dirisha dogo akitokea klabu ya Ceramica Cleopatra. Sasa kwenye hawa watatu upande wa kushoto ndipo anapopatikana huyu Mahmoud Trezeguet. Upande mwingine anakuwepo Ashraf Ben Shaki, anaweza akawepo eneo la kati wakawepo akina Ahmed Zizo, upande mmoja anaweza akawepo Imam Ashur. Wote wana hatari, lakini kwa upekee katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye kundi lao la B tunapozungumzia Al Ahly kwa kileleni hivi sasa ikiwa na pointi 7 wakifuatiwa na Yanga yenye pointi 4, uwezo kaacha kumtaja Mahmoud Trezeguet, mchezaji wa zamani katika ligi kuu ya England akichezea timu mbalimbali kubwa ikiwemo Aston Villa, lakini wao Al Ahly wakimrejesha Misri hivi karibuni, wakimtoa katika ligi kuu ya Uturuki. Wakati chini ya umri wa miaka 23 alikuwa hapo katika klabu ya Al Ahly baada ya kwenda nje ya Afrika barani Ulaya kutumikia klabu mbalimbali, hatimaye amerejea na amerejea kwa kishindo. Mpaka sasa katika mechi 3 kwenye kundi lao Mahmoud Trezeguet 3 games ambapo kila timu imecheza hivyo, kwa maana Yanga, JS Kabylie, FAR Rabat zote zimecheza mechi 3, yeye ameshafunga mabao 5 katika mechi 3. Unaweza kaona ni mchezaji hatari kiasi gani, na kwa kuzingatia kwamba mpaka sasa Al Ahly wamefunga mabao 7, yeye kufunga mabao 5 katika mabao 7 aliyofunga Al Ahly, ukizidisha kwa 100 hapa utaona mchango wake wa mabao ya moja kwa moja ni 71%. Yaani kwa lugha nyingine Al Ahly wachezaji wengine wote wamefunga mabao 2, yeye mmoja amefunga mabao 5 tayari. Sasa huyu ni mchezaji unaona kabisa kwenye namba inathibitisha namna gani ya kuchunga. Anatokea pembeni kama nilivyotoka kueleza, lakini cheza yake mara nyingi anakuwa kama mshambuliaji kinara. Ndio, huingia ndani na badala yake kwenye eneo la pembeni kwenye kuongeza mapana ya uwanja ni kazi inayofanywa na beki wao wa kushoto. Hapa ndipo anapohusika
Nabil Ahmed Koka mgongoni nambari 36. Ama viungo wao wengine Imam Ashur, Ahmed Zizo wanaweza kwenda upande wa kushoto, yeye anakuwa kati kana kwamba ndiye mshambuliaji kinara. Wamekuwa kibadilishana sana nafasi na wenzake hawa wa mbele. Nazungumzia wale viungo watatu washambuliaji walioko nyuma, mshambuliaji kinara yeye akiwemo na mshambuliaji wa kinara katika mechi husika. Anaweza kuwa Mohamed Sherif, anaweza akawa huyu kijana mdogo Marwan Osman. Lakini katika upande mwingine anaweza akawa Tahir Mohamed. Wako wachezaji tishio wa kutosha katika maeneo hayo, lakini kwa upekee Mahmoud Trezeguet kwa vyovyote vile, wakati Yanga ikienda kucheza mechi hii muhimu ambayo itahitajika kupata matokeo mazuri ili kujiwekea matumaini ya mapema kufuzu kwa hatua robo finali, basi Mahmoud Trezeguet yapaswa kwa upekee kabisa kocha Pedro Gonçalves awape kazi maalum walinzi wake katika kuhakikisha haleti madhara. Kwenye mechi iliyopita Yanga mambo mengi yalienda kwa usahihi. Walikuwa wanazuia vizuri, wanashambulia vizuri. Mechi nzima Yanga umiliki wa mpira ulikuwa 47% wakiwa wao ugenini, ilhali wenyeji hapa tunazungumzia Al Ahli walikuwa na umiliki wa mpira wa 53%. Unaweza kaona hukuwa na tofauti kubwa sana ya umiliki wa mpira. Lakini kwenye mashuti, maana baada ya kumiliki mpira nini kinachofuata? Mashuti. Wenyeji Al Ahli walipiga mashuti 10 yaliolenga shabaha yalikuwa 3. Yanga walipiga mashuti 9 yaliolenga shabaha yalikuwa 4. Lakini bado Al Ahli wakapata ushindi wa mabao 2-0. Moja likiwa ni shuti lao la kwanza katika mchezo huu kuelekea mapumziko dakika 45 plus. Shuti la mpira wa kichwa wa Mahmoud Trezeguet akiweka mpira wavuni katika namna ambayo haikutarajiwa, maana Yanga walikuwa wanacheza vizuri sana katika kuzuia. Lakini na ndio lilikuwa shuti lao la kwanza la kulenga shabaha katika mchezo huu. Yaani dakika ya 45 plus Mahmoud Trezeguet akaweka mpira kimiani. Kipindi cha pili ndipo akafunga bao lingine, safari hii akitumia assist kutoka kwa Imam Ashur. Mahmoud Trezeguet mpaka sasa Al Ahli mashuti kwa ujumla waliopiga 41. Kati ya haya 41 yeye Trezeguet amepiga mashuti 16. Wenzake wote wamepiga mashuti 25. Kuonyesha namna gani yeye amekuwa na madhara makubwa zaidi katika kufanya majaribio ya kufunga dhidi ya wapinzani. Lakini sio hilo tu. Mashuti ya kulenga shabaha, shots on target, ambayo Al Ahli wamepiga mpaka sasa yako 11. Kati ya hayo mashuti 7 ameyapiga yeye Trezeguet. Mashuti 7 kati ya 11, unazungumzia around 64% ya mashuti yote ya Al Ahli yaliyolenga shabaha mpaka sasa katika mechi 3 amehusika Mahmoud Trezeguet. Unaweza kaona ni kwa namna gani, kwa sababu wenzake kwa lugha nyingine mashuti waliopiga ya kulenga shabaha timu nzima wachezaji waliobaki ni mashuti 4. Trezeguet ni wa kuchungwa sana. Kwa sababu hiyo Ibra Baka, Bakari Nondo Mwamnyeto, Dickson Job pamoja na Frank Asink kama mabeki wa kati ambao matarajio wanakutana naye, wanapaswa kuwa na jicho la ziada kwa ajili ya mchezaji huyu nambari 7 mgongoni. Lakini kazi hiyo pia kwa mabeki wa pembeni kulia. Hapa nazungumzia Kwasi Atula yao, Kibwana Shomari na yeyote atakayecheza katika eneo hilo. Na pia beki wa kushoto awe macho, Shadrack Sakaboka au Mohamed Hussein Shabalala, maana wakati mwingine hutokea pia upande ule wa kushoto kwa walinzi wa timu pinzani, lakini kulia katika mashambulizi ya Al Ahli. Pale mbele kote, lakini zaidi ni eneo la kati. Mahmoud Trezeguet hakika kwa hiki tulichotoka kukiona anapaswa kupewa jicho la ziada kuhakikisha Al Ahli hawatibui mipango ya Yanga katika kuwapa furaha wa Tanzania katika siku hii. Ibra Baka, Dickson Job, Bakari Nondo Mwamnyeto walionyesha uwezo wa juu sana katika kudhibiti washambuliaji tata katika mechi tofauti tofauti. Kwa mfano Ibra Baka kwenye michuano ya AFCON akiwa na timu ya Taifa Stars alikutana na wachezaji watata, wachezaji hatari wa safu ya ushambuliaji kama Victor Osimhen wa timu ya taifa ya Nigeria, aliweza kumdhibiti ndani ya dakika 90. Walikumbana pia na kina Ayub El Kabi, lakini vile vile Brahim Diaz wa Real Madrid. El Kabi mechi dhidi ya Tanzania, Morocco alishinda kwa bao 1-0, alipotezwa kabisa na kina Ibra Baka. Kwa ujumla tu wote hawa kwenye eneo la kiulinzi wakiungwa mkono na viungo hao kina Juka Buya, Mudathi Abbas, Musa Balakonti na yeyote atakayepata nafasi kuhakikisha Mahmoud Trezeguet nambari 7 mgongoni haleti madhara. Wengine wana madhara, lakini yeye mpaka sasa kwa mechi 3 hizi ndio kila kitu kwa Al Ahli katika kuelekea lango la wapinzani. Je, itakuwa vipi siku hii? Bila shaka Trezeguet hatakuwa miongoni mwa wale wa kuleta balaa, na hivyo Yanga mwisho wa siku kutimiza mipango yake na kupata ushindi, pointi 3 muhimu zitakazowafanya wawe na pointi 7 sawa na Al Ahli, na hivyo kujisafishia njia ya kwenda hatua robo finali
kumaliza miongoni mwa timu mbili za juu. Ikishindikana kabisa, basi walau atasare, lakini isipoteze, maana bado hata itakapocheza na Al Ahly ina mechi nyingine mbili, ya nyumbani dhidi ya JS Kabylie, ya ugenini dhidi ya FAR Rabat itakayocheza bila mashabiki kwa sababu ya kutumikia adhabu ya CAF kwa vurugu zilizowahi kufanywa na mashabiki wao wakati wakicheza na Al Ahly. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.